Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ikiwa ni Juni 13 ya mwaka wa 2026. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu uliye mbinguni. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo, tukiwa ni wadhambi na tusiostahili hata kuliitia jina lako, lakini tunakushukuru kwa upendo na nafasi hii ya pekee. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe uovu wote, tutakase, tuitwe tena watoto wako wa kiume na wa kike. Maisha yetu yakaakisi neno lako. Zaidi sana tukajiandae kwa ufalme wako, na ulinzi wako uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Usanifu wa hali ya juu. Mithali 3:13 imeandikwa, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima, na mtu anayeridhia kufinyangwa na kuundwa kulingana na mfano wa Mungu ni kielelezo adilifu cha kazi ya Mungu. Maarifa ya majaribio ya utauwa wa kweli katika kujiweka wakfu na kumtumikia Mungu kila siku huhakikisha utamaduni wa juu kabisa wa akili, nafsi na mwili. Utoaji wa uwezo wa Mungu ni mwitikio wa jitihada zetu za dhati za kutafuta hekima kwa ajili ya matumizi ya uangalifu ya uwezo wetu wa juu zaidi, ili kumheshimu Mungu na kuwabariki wanadamu wenzetu. Kwa vile uwezo huu umetokana na Mungu na si kwa kujiumba wenyewe, unapaswa kuthaminiwa kama talanta kutoka kwa Mungu ili kutumiwa katika huduma yake. Uwezo wa akili tuliokabidhiwa na mbingu unapaswa kuzingatiwa kama mamlaka kuu ili kutawala ufalme wa mwili. Uchu na tamaa za asili zinapaswa kuwekwa chini ya udhibiti wa dhambi na mapenzi ya kiroho. Dini ya Yesu Kristo kamwe haimshushii hadhi mpokeaji. Kamwe haimfanyi kuwa mwenye mikwaruzo na asiye laini, asiye na adabu au kujiona kuwa muhimu, mwenye shauku au moyo mgumu. Kinyume chake, inasafisha ladha, hutakasa maamuzi, hutakasa na kuinua mawazo kwa kuyaweka katika utumwa wa Yesu Kristo. Mpango bora wa Mungu kwa watoto wake ni wa juu kuliko fikra za juu zaidi za mwanadamu kuweza kufikia. Mungu aliye hai ametoa katika sheria yake takatifu nakala ya tabia yake. Mwalimu mkuu zaidi ulimwengu kuwahi kumjua ni Yesu Kristo. Na je, ni kiwango gani ambacho ameweka kwa ajili ya wote wanaomwamini kufikia? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mathayo sura ile ya 5:48. Kama ambavyo Mungu ni mkamilifu katika utendaji wake wa hali ya juu kabisa, ndivyo ambavyo mwanadamu anavyoweza kuwa mkamilifu katika uwanda wake. Ukamilifu wa tabia ya Mkristo ni kuwa kama Kristo. Kumefunguliwa mbele yetu njia ya ukuaji endelevu. Tuna lengo la kufikia kiwango tupaswacho kuwa nacho, ambacho kinajumuisha kila kitu kizuri na safi na chema na cha juu. Kunapaswa kuwepo na juhudi endelevu na kuendelea mbele na juu daima kuelekea ukamilifu wa tabia. Hii ni Juni 13, mada ikisema usanifu wa hali ya juu. Na kwa nukta ya mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo,
Pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.